Wakazi wa milimani na viungani vyake ikiwa ni wadi ya Budapest, Gatuzi la Isiolo wameelezea hofu baada ya mzee mmoja kuwa wa kinyama na watu wasiojulikana na usiku wa kuamkia Ijumaa. Kwa mujibu wa wakazi ni kuwa walipata mwili wa mzee huo ukiwa katikati ya barabara kabla ya kuchukua hatua ya kuwapigia maafisa wa polisi. Wakazi tulizungumza nao wakilalamikia kuwepo kwa utovu wa usalama katika eneo hilo, wakitaja baadhi ya matukio ambayo yamekuwa yakishuhudiwa. Naitwa Mase Wanjiru, mimi ni sabueria wa hii area. Tumepata na mshangao asubuhi, tumepata maiti hapa kwa barabara, kuna mzee ameuliwa na tujui ni akina nani kwa sababu hii area yetu iko na haina security. Na mara kwa mara tunakuanga na changamoto sana ya waizi, mauaji ya aina mbalimbali. Hata kama watu wanafichanga, saa ingine wanakuwa wanaenda wanapigangwa, wanapelekwa hospitali. Na hakuna siku ingine, hakuna siku hii mwaka tumekubana na kitu kama hiyo ya maiti. Milimani tumeshikwa na mchangao kukuta asubuhi kuna mzee ambaye ameuliwa nyuma hapa kwa maploti ya Milimani, na hiyo mzee tukisikia ni mzee ambaye alikuwa watchman, na sasa inaonekana ni kama alikuwa anatoka kasini kwenda kulala. Mpaka leo asubuhi hapa hivi akwa maiti, hatujui na nani amfanye mambo. Asubuhi tu hii area si mzuri. Bana, kila asubuhi bana, kila siku bana tunapata watu wanauawa na sijui nini mbaya. Kila siku. Kwa majina naitwa Samuel. Mimi ni mkaaji wa Budapest. Mimi hii kitendo naona kila siku ni kitendo inaniudhi, na hata sisi watu wa Bura inatuudhi. Sababu kila siku kila saa tunaona vifo. Na saa hizi ni kama huyu mzee amekufa, lakini kesho hatujui nani mwingine. Inaweza kuwa ni mimi, sababu mimi ni mwendeshaji bonda naenda kila pahali usiku, na inaweza kuwa ni mimi ama mwingine. Sasa ndiye naomba serikali tuangalie na wasunguke hata huko ndani. Watuangalilie hii security jameni. Sababu tutaisha. Hakuna kitu tumebaki kabisa. Sasa sisi kama mnaona mzee kama huyu anatuchungia mali, analala ni sonja, anauawa. Sasa sisi tujui kesho nana sisi tunatembeanga usiku. Naitwa Mase Karioki, mimi ni mkaaji wa Mbula, mimi ni mkaaji wa Ngolani area. Kwa hivyo nilikuwa napita asubuhi, alafu nikakuta mzee mkongwe ambaye ameuliwa hapo, amelala chini, na nikakuta watu wakisuundia. Alafu ninawasihi maafisa wa polisi na pia serikali yetu iweze kupiga ndoria hasa wakati wa usiku, kwa sababu inaonekana huyu mzee aliuliwa 612 vile ndamu iko hapo haiyaganda, na ni mzee ambaye ni mkonge ambaye anajitafutia riziki yake ya watoto yake. Ni jirani, hata anaishi hapo karibu na kwangu, na sijaona akiwa na visa yoyote, kwa sababu anakuwa hata kuange anachelewa wakati anatoka kazi yake, anakuanga anakuja mapema. Ama mama Munene ama mama Joshua, kwa ukweli hapa kwetu Budapest hii area ni area iko na upotofu ingine ieleweki. Kukifika kama saa moja hivi hauwezi ukatoka useme ati unaenda kununua kitu. Wao unaweza enda unashika hata kitu na mkono utakuta imeenda, na kitambo uangalie kando. Ukitaka kujua sana hata wewe unaweza kuwa uyuko. Kwa kipupi kama hii mzee yako hapa anapitianga hapo, mimi nakaa hapo kwa Mareke, anapitianga hapo ananiita mchichana yangu. Nilikuwa saa hii natoka naenda kibarua, ati naambiwa ule woshia na kalishaga huko kwa Atumani hapo. Nikashangaa ni aje mzee anaweza uawa mapema. Kwa hivyo hii area ni kuonekana hakuna usalama yoyote. Kilioko saa hii labda ni mtu ajikalishe mwenyewe, sasa sijui lingine. Kwa Budapest sisi hatuiko safe. Na nikisema hivi ni ya kwamba hii tangu 2022 mpaka tangu tuchukue mpaka election ya 2022 mpaka hapa hatujakuwa safe. Kwa sababu hauwezi enda kwa barabara
hauwezi enda past 7. Tunarudi ile mambo ya 1998, 1996 kukuja mpaka 2002. Hii ndio ile mambo inarudi Isiolo. Na niseme ya kwamba Isiolo imekuwa mbaya kuliko Nairobi, Isiolo imekuwa mbaya kuliko Mombasa. Na sisi hatutaendelea namna hii. Kwa sababu hii hali ya kuchinjana hii sisi hatujakuwa na hii maneno hapa. Si ni ukweli? Hii ni maneno ambayo mahali inaendea sasa, hata kuongea watu hataiongea hapa. Ngoja tukuje tulindwe na nani? Kama serikali haitatulinda, kwa nini wapigi patrol saidia kwetu? Sasa mtu anachijiwa kwa mlango wetu. Hiyo kifo hiyo roho ya kifo ishindwe. Niko naenda 6:45 nilikuwa naenda mazoezi asubuhi, nikaona watu wamesquad hapa hivi, si kushughulika, nikasema acha tu niende zangu. Kurudi nikakuta bando, nikakuja sasa nikaconfirm, nikaenda nikaona kabisa vile damu yote yani kichwa yote iko nini. Sasa hiyo hata hakukuwa nini yote, yako na uniform, ako na hiyo mti, alafu damu yote imejaa huku hivi. Sasa nikakimbia nikasema whichever, unajua mascout, once a scout dies, a scout ama red crosser, nimefanya kazi ya red crossing sana. Nikakimbia nikachukua hiyo bed sheet ya white hiyo, nikakuja nikamlaza. May his soul rest in peace. Ni kutokana na hapo ametoa wito kwa idara ya usalama kuimarisha usalama wao. Serikali tuangalie na ijue maafisa wa polisi waende kabisa, waingie kila pahali ndugu kabisa, ndiye tukomeshe hii tuondoe hii security hapa Burapesa. Mimi sina. Kwa hivyo tunaomba serikali tusaidie kufanya hii foot patrol hata kama ni saa 11, sababu inaonekana hapa ni kama wamechange mbinu ya kusunguka wakati watu wameamuka asubuhi, wala wanaendanga asubuhi kwa kazi, wanapata hatari. Kwa hivyo tunaomba tusaidiwe na njia hiyo, kwa maana hii inaonekana kuna hatari sasa. Wana patrols kila usiku, kila jioni hapa, kwa sababu hao hizi wote wanakuanga hapa kwetu katikati ya hapa milimani. Tunataka amani. Watu wanatembea makarau, hata sijui kama wanafanya kazi gani kwa hii area. Kwa hivyo tungesi serikali tu iweze kupiga ndori hapa, kwa sababu inasemekana iko vijana kidogo. Hawa vijana kidogo. Sasa inasemekana iko siku nyingine mtoto wa shule alikuwa anapitia barabara hii, akakutana nao wakiwa wameshika machuma, alafu mtoto akatoroka, alikuwa na nyanya yake, wakaambia mtoto ni vile ni afadhali wewe uko na nyanya. Alafu mtoto wakakimbia na nyanya yake akimpeleka shule. Hata watoto wa shule asubuhi wanashindwa kupitia hii barabara kila wakati hiyo masaa ya 6, kwa sababu inasemekana iko vijana wanaloita kwa barabara au vijana wandogo. Nikiripotia Kamachu TV, itaripota 001 wa Chumbi Kamachu.